Ni saa 6:01. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert, na kwanza ni muhtasari wake. Serikali mkoani Geita imesema inafuatilia sababu za kutokuwepo kwa huduma za usafiri wa ndege katika uwanja wa ndege wa mkoa huo. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mwanza wameilalamikia serikali kwa kutokuridhishwa na huduma za kijamii ikiwemo huduma ya maji, elimu pamoja na usafiri. Na makundi ya wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la taifa umefanikiwa kuwazuia waasi wa M23 waliotaka kuteka mji wa Kamituga, tarafa ya Mwenga, mashariki mwa DRC. Habari kamili. Geita. Serikali mkoani Geita imesema inafuatilia sababu za kutokuwepo kwa huduma za usafiri wa ndege katika uwanja wa ndege wa mkoa huo ili kujua sababu za huduma hiyo kusimama kwa muda. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amesema hayo wakati akiongea na watumishi wa mkoa huo wakiwemo wabunge katika ukumbi wa mkoa huo. Shigera amesema mkoa wa Geita kasi ya ongezeko la watu na shughuli za kiuchumi ni kubwa, hivyo uwepo wa huduma ya usafiri wa ndege ni moja vipaumbele vya serikali. Nakubaliana sana kwamba uwanja wetu wa ndege ni vizuri ukaendelea kuboreshwa kwa sababu huo ndio uwanja wetu katika mkoa wetu wa Geita. Na nami Mheshimiwa Mbunge nakubaliana na wewe kwamba tufuatilie upatikanaji wa flight kama ilivyokuwa mwanzo. Haiwezekani mji wetu ni mkubwa sana, una population zaidi ya milioni 2.9. Una watu ambao wanafanya biashara wanahitaji kusafiri mara kwa mara. Sasa ndege zinapokuwa zimeondoka kinyemela au kimya kimya bila utaratibu, nadhani hilo pia ni jambo ambalo halikubaliki. Jambo hilo limekuja baada ya kuibuliwa na mbunge wa jimbo la Chato Dr. Medad Kalemani kuwa huduma za usafiri wa ndege kutoka Chato zinasuasua. Mwanza. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mwanza wameilalamikia serikali kwa kutokuridhishwa na huduma za kijamii ikiwemo huduma ya maji, elimu pamoja na usafiri. Wananchi hao wameieleza Radio Kwizera kwa nyakati tofauti baada ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda akiwa kwenye hafla ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mkoani humo kusema kuwa serikali ya mkoa inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali. Mimi ni mwanamke, nimekuwa nikienda hospitalini kutibiwa. Huduma hiyo kama jinsi wanavyoisema serikali si kweli. Mwanamke ukiwa hauna pesa huwezi, pamoja na kuwa wanasema huduma za kwa wanawake zimeongezeka. Kuna mitaa ambayo haina maji. Yaani watu wanaishi milimani, maji yamewekwa, lakini maji haya wanayapata baada ya mwezi mzima. Mwalimu ameniambia nitoe shilingi 500. Mtoto wa kike ataitoa wapi 500 ya kumpa mwalimu ili asiadhibiwe? Na tumeambiwa elimu ni bure. Kama elimu ni bure na mtoto ameenda shuleni amechelewa mwazibu, mimi kama mzazi nitaridhika mtoto wangu ameadhibiwa sio kumtoza hela. Aidha, mkuu wa mkoa Mtanda amewaahidi wananchi wa mkoa huo kuendelea kutekeleza miradi ya kimkakati iliyoanzishwa kujengwa mkoani humo. Nataka niwaahidi wananchi wa mkoa wa Mwanza miradi yote ya kimkakati ambayo serikali imekusudia kuifanya, ikiwemo daraja la Kigongo Busisi, ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge, barabara mbalimbali kupitia TANROADS na TARURA, ujenzi wa soko kuu ambalo limekwisha kamilika na wafanyabiashara wamekwisha kupangiwa, na changamoto za wafanyabiashara waliokosa maeneo zinaendelea kutatuliwa. Dar es Salaam. Tanzania imesema kuwa imejipanga kutekeleza sera rafiki ili kuvutia uwekezaji zaidi kwenye sekta ya mafuta na gesi asilia, hatua itakayosaidia kupata mitaji ya kuendesha sekta hiyo kwa ufanisi. Kamishna wa petroli Goodluck Shirima amezungumza hayo leo jijini Dar es Salaam katika kongamano la petroli la Jumuiya ya Afrika Mashariki EAPCE 2025. Shirima amesema serikali inalenga kuwa na mikakati yenye uwazi, inayotabirika na yenye manufaa kwa pande zote, na kwamba taasisi za kifedha zina hamu ya kufadhili miradi hiyo. Hivyo serikali ina jukumu la kuweka mazingira sahihi kupitia sera na sheria. Kwa upande wa usafirishaji mafuta na gesi, Shirima amesema Tanzania na Zanzibar na Zambia
zimefanya mazungumzo ya kujenga bomba jipya la kusafirisha mafuta litakalosaidia kusambaza nishati katika mikoa ya Morogoro, Njombe na Mbeya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM Mwenga. Makundi ya wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la taifa wamefanikiwa kuwazuia waasi wa M23 waliotaka kuuteka mji wa Kamituga, tarafa ya Mwenga, mashariki mwa DRC baada ya mapambano ya siku 3. Mashuhuda wamesema kuwa baada ya M23 kuiteka tarafa ya Walungu, wameanza mashambulizi katika tarafa ya Mwenga ambapo makundi ya wazalendo kwa kushirikiana na jeshi la taifa wanazidi kupambana nao. Upande wake, kiongozi wa wazalendo wa eneo hilo na mbunge wa mkoa Bwana Foka Maike amesema wanaendelea kupambana hadi kumaliza uasi wa M23 pamoja na kuwataka vijana kujitolea kujiunga na makundi ya wazalendo kwa lengo la kutetea taifa. Amesema baada ya waasi wa M23 kushindwa kudhibiti tarafa ya Fizi na Uvira, kwa sasa wanajaribu kushambulia mkoa wa Maniema kupitia tarafa ya Mwenga, jambo ambalo amesema halitowezekana. Bujumbura. Serikali ya Burundi imeahidi kuwajengea shule zitakazotoa mafunzo ya fani mbalimbali kwa raia waliokuwa uhamishoni na kurejea nchini mwao ili kuepuka utegemezi. Mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani nchini humo, Nestori Bimenyimana, anayehusika na shughuli ya kupokea raia wa Burundi kutoka katika mataifa mbalimbali walikopewa hifadhi tangu mwaka 2015, amebainisha haya kwa vyombo vya habari jana jijini Bujumbura. Bimenyimana amesema mradi huo utasimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi duniani UNHCR chini ya ufadhili wa shirika la Koiko kutoka nchini Korea ya Kusini. Pia amesema shughuli za ujenzi wa shule hizo zitaanza mwezi ujao katika kila mkoa ili kuwawezesha raia hao kubuni miradi mbalimbali kwa ajili ya kujiendeleza. Na Nairobi. Mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC, Wafula Chebukati, umewasili jana nyumbani kwake Kitale kabla ya maziko kesho Jumamosi. Mjane wake Mary Wanyonyi amezungumza kwa mara ya kwanza baada ya kifo cha mumewe na kuwataka waombolezaji kuwa na heshima wakati wa maziko ya mume wake. Mama huyo wa watoto 3 alimsifu mumewe akisema alikuwa mtu mkimya na aliyependa amani. Haya yanajiri huku ibada ya ukumbusho ilifanywa kwa ajili yake siku ya Jumatano katika mtaa wa Karen jijini Nairobi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Serikali mkoani Geita imesema inafuatilia sababu za kutokuwepo kwa huduma za usafiri wa ndege katika uwanja wa ndege wa mkoa huo. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mwanza wamelalamikia serikali kwa kutokuridhishwa na huduma za kijamii ikiwemo huduma ya maji, elimu pamoja na usafiri. Na makundi ya wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la taifa wamefanikiwa kuwazuia waasi wa M23 waliotaka kuteka mji wa Kamituga, tarafa ya Mwenga, mashariki mwa DRC. Waza Wazua. Msikilizaji, kushindwa sio mwisho, bali ni daraja la kuelekea ushindi. Jifunze kutoka kwa changamoto zako na simama tena kwa nguvu mpya. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.